Wafanyabiashara wadogo na wakubwa hapa nchini wametakiwa kutumia fursa mbalimbali hususan zile za kimataifa kwa kutengeneza bidhaa zenye ubora ili kushindana na soko la kimataifa. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa maonesho ya wafanyabiashara mkoa wa Morogoro, mkurugenzi mtendaji wa chemba ya wafanyabiashara nchini TCCIA Oscar Kisanga amewasisitiza wafanyabiashara hao kuhakikisha wanazalisha bidhaa zenye ubora ambazo zina viwango vya kimataifa. Itakapofika mwaka 2030 kwa mazungumzo yanayoendelea ni kwamba ukizalisha bidhaa zako zozote, tumepita kwenye mabanda pale, tumeona wanatengeneza watu viatu, wanatengeneza nguo na nini, ukiuza kwenye soko lolote la Afrika ukapeleka bidhaa yako itakuwa zero tariff. Yaani yule bwana ambaye anatengeneza viatu pale akichukua viatu vyake kaenda kuuza kwenye soko labda la Ethiopia, Kameruni, Burkina Faso, Nigeria na kadhalika, atauza kwa zero tariff. Maana yake ile product akiipeleka kule, itakapofika mwaka 2030 atachajiwa kodi yoyote kupeleka katika soko hili. Hiyo ni makubaliano ambayo yanaendelea kati ya nchi na nchi, na tumefika katika stage hii. Maana yake nini? Sisi kama wafanyabiashara tutatakiwa tuzalishe bidhaa bora ambazo zitaweza kushindana katika hayo masoko. Ukitoa viatu vyako mathalani hapa ukavienda kuuza Ethiopia, hakikisha unazalisha product ambazo zinaweza zikamiti standard. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Morogoro Bwana Musa Kilakala akaelezea fursa zilizopo kwa wafanyabiashara wa mkoa wa Morogoro kupitia maonesho hayo. Maonesho haya yamekuwa chanzo ya kukuza biashara, kuboresha ubunifu na kuimarisha mtandao wa mahusiano ya kibiashara. Yamelenga kuonyesha uwezo mkubwa uliopo ndani ya mkoa wa Morogoro na mahusiano mazuri yaliyopo ya Morogoro na wawekezaji, wafanyabiashara kutoka nje ya Morogoro, na hasa katika sekta ya kilimo, viwanda, ubunifu, huduma na ujasiriamali. Maonesho haya yanaifanya Morogoro kuendelea kubaki kuwa ghala la chakula la taifa, na uwepo wa maonesho kama haya unachochea thamani ya mazao yetu ikiwemo mpunga, mboga, matunda, viungo kama karafuu na kakao, pamoja na mazao mengine ambayo mkoa huu umebarikiwa kuzalisha kwa wingi, ikiwemo miwa, ambapo sukari inayozalishwa mkoa wa Morogoro inalisha takriban 70% ya mahitaji ya sukari yote nchini kwetu Tanzania. Lakini la tatu, tuliagizwa kwamba tuainishe kitu kinachofanyika mkoa wetu wa Morogoro na dira ya taifa 2550. Ni wazi kabisa kwamba watekelezaji wa dira hii sisi, na tunatakiwa tuonyeshe ni benchmarks zipi ambazo zinaweza zikatupeleka salama na kufikia 2050 kwa kukuza uchumi wa nchi, ukiachia mipango ya kitaifa ambayo ipo pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ipo, ambayo inazungumzia ambacho kinafanyika hapa. Nao baadhi ya washiriki katika maonesho hayo ya wafanyabiashara ambayo ni ya kwanza kufanyika mkoani Morogoro walikuwa na haya ya kusema. Naitwa Jamal Kasim Kisoma. Mimi ni mthibitishaji wa ubora katika kampuni inayojihusisha na uuzaji wa kahawa Mambo Coffee Company Limited inayopatikana Kingoruwila. Na lengo kuu la kushiriki katika maonyesho haya Mambo Coffee, tuliona fursa kwetu sisi kuweza kujitangaza kwanza kabisa, bidhaa yetu kuweza kujulikana hapa mkoa wa Morogoro, na kuweza kuwapa taarifa kwamba watumiaji wote wa kahawa, kiachana na sehemu mbalimbali na kahawa mbalimbali mnazozifahamu, pia kuna kahawa yetu ambayo inaitwa ni Mambo Coffee. Na Mambo Coffee kampuni yetu ina takriban miaka 14 na inajihusisha na uuzaji wa kahawa nchi za nje, katika ikiwa kwa njia ya hii ambayo haijapikwa bado, ikiwa mbichi, ila pia tunajihusisha na ukangaji wa kahawa kwa soko la ndani katika mapakti ya aina tatu. Kuna pakti ya robo, kuna pakti ya nusu na pakti ya kilo moja, ambapo inakuwa katika aina mbili, ikiwa katika mbegu ya iliyokaangwa na pia katika poda. Mambo Coffee tunafurahi sana kushiriki katika haya maonyesho, maana itatupa fursa sisi kuweza kupata wateja ambao ni wapya, ambao hawakutufanya
kufahamu katika mkoa wa Morogoro, ila pia kupitia matangazo mbalimbali na kuonekana tunaweza kufahamika katika sehemu mbalimbali na kuweza kupata wateja wapya kulingana na wale tofauti na wale ambao tulikuwa nao awali. Kwa majina anaitwa Baraka Chipamba, ni afisa sheria kutoka Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania. Na hapa tupo kwenye maonyesho ya biashara ambayo yanafanyika hapa Morogoro, ambayo yapo chini ya SIDO kwa lengo la kutoa elimu kwa jamii, kwa sababu miongoni mwa jukumu nje ya kufanya tafiti na mapitio pia tunatoa elimu kwa jamii, ambapo tunatoa elimu kuhusiana na sheria mbalimbali ambazo zimeboreshwa ndani ya nchi yetu ili kuweza kuwapa wananchi uelewa, lakini pia tunakuwa na wasaa wa kuweza kuwaruhusu wananchi kuweza kutoa maoni yao kuhusiana na sheria mbalimbali za nchi yetu ili ziweze kuboreshwa, ziweze kuendana na matakwa ya jamii. Kama ambavyo tunaona pia tumeweza kuleta vipeperushi mbalimbali ambavyo vinazungumza mada mbalimbali, ikiwemo tunazungumzia masuala ya taratibu za ukamataji, tunazungumzia makosa ya maadili, tunazungumzia matumizi sahihi ya mitandao na makosa ya kimtandao ili kuweza kutoa uelewa kwa jamii. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.